Yes, tumekuwa na ibada nzuri hapa nyumbani kwa mchungaji Ray Seng'eng'e. Ilikuwa ni ibada ya faraja kwa familia ambapo wana DIC kutoka pale kanisa alipokuwa akitumika na mume wake marehemu wameweza kufanya ibada hapa, wakatoka kule wakaamua waje hapa kwa ajili ya kusherehekea maisha ya mama huyu ambaye hakika anatajwa kuwa ni mama wa wengi, mama aliyekuwa anapenda watu, na tumekuwa na watu mbalimbali ambao wametoka maeneo mbalimbali, na kwa neema ya pekee pia tumepata wasaa pia wa kuwa na mama yetu, Mama Gladmary Mtoka Mbali, mke wa askofu mkuu, na kama ambavyo unajua pia msiba huu ni msiba mzito ambao umeigusa pia kanisa letu la TAG kwa ujumla, kwa kuondokewa na mama ambaye alikuwa pia makamu mkurugenzi wa idara hii ya WWK, na hivyo mama askofu mkuu kama mshauri wa wanawake ameweza kuguswa na akaweza kufika kuanzia leo Jumapili kuweza kushiriki na wanafamilia katika ibada hii ya faraja. Lakini pia tumekuwa na viongozi wa WWK wameingia hapa mapema kabisa, mkurugenzi mkuu mchungaji Faraja Amuli, lakini pia tumekuwa na makamu mkurugenzi dada Neema Mboma, tumekuwa na katibu mkuu wa idara hii ya WWK ambao nao wamefika hapa mapema kabisa, mchungaji Beatrice Moleli, lakini pia na bila kumsahau dada Tabita Benki, mhazini mkuu wa idara hii ya WWK ambaye hakika amefanya kwa sehemu kubwa sana na amekuwa busy kuanzia tukio hili limetokea kuanzia siku ya kwanza, ameendelea kufanyika baraka, lakini pia yeye pia akiwa ni mshirika wa pale kanisa la DIC na kiongozi pia mahali pale, na yeye amehusika kwa sehemu kubwa sana katika pia kuendelea kufanya maandalizi ya msiba huu wa mama huyu na mama yetu kipenzi mchungaji Neema, ambaye Mungu akitujalia hapo kesho tutakuwa na ibada hapa ambayo ni ya kuweza kushiriki chai na nini asubuhi, na baada ya ratiba itaanza hapa saa 6. Msafara utatokea hapa kuelekea kule kanisani DIC kwa ajili ya kwenda kutoa heshima za mwisho kwa washirika wa mahali pale, lakini pia ndugu jamaa na marafiki watakaofika kwa ajili ya kuweza kutoa heshima za mwisho kwa mama yetu kipenzi mchungaji Neema, na baada ya hapo tutakuwa tukielekea kule katika makaburi ya Kinondoni kwa ajili ya kwenda kupumzisha mwili wa mama yetu. Na hivyo tumekuwepo hapa na tukaona sio vema tusizungumze na viongozi hawa wa WWK, wanazungumziaje maisha ya mama huyu, yapi ambayo ameacha kama alama kwenye idara mpaka umauti unamkuta. Basi endelea kuwa pamoja na sisi NYTV ukiwa na mimi Messi Malio katika mahojiano haya. Tuzungumza na mkurugenzi mkuu idara hii, tuzungumza pia na katibu wa idara hii ya WWK, wanaelezeaje maisha mazima ya mama huyu enzi za uhai wake. Mama Neema Seng'eng'e kama kiongozi wa idara ya WWK tuna mengi ya kumwelezea. Katika mazingira haya labda ninaweza nikasema machache. Jambo moja kubwa, alikuwa ni mwanamke kiongozi aliyekuwa na mzigo sana na kazi ya Mungu. Alikuwa haichukulii kazi ya Mungu kimazoea au kwa wepesi. Alikuwa amejitoa sana na amemaanisha kazi. Nilianza kutumika naye akiwa mtunza hazina mkuu ule mwaka 2008 nilipoteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu. Nilimkuta ofisini na alikuwa ameshatumika kwa miaka 16, lakini niliweza kuona shauku yake ya kutumika vizuri. Yaani alikuwa hachukulii kwamba amekaa miaka 16 kwenye utumishi labda awe amezoea kazi. Kila wakati mnapokuwa na majukumu alikuwa anaonyesha moyo wa kujitoa sana, na alikuwa anapenda kufanya kazi zake kwa ubora. Kwa habari ya uhazina, alikuwa mwaminifu, alikuwa anatunza sana rekodi, na hata mnapokuwa na matukio yanaendelea na kuna matumizi ya pesa yanaendelea, alikuwa na kitabu maalum ambacho alikuwa anasema lazima niandike ili nisije nikasahau. Nikirudi kwenye mazingira ya kutunza rekodi, hicho kitabu chake cha karibu kilikuwa ni mahali anapochukulia kumbukumbu zake. Kwa hiyo ninaweza nikasema alikuwa mwaminifu
kwenye utunza hazina wake, lakini baadaye alikuwa makamu mkurugenzi mkuu wa WWK. Hapa ninaweza nikamwelezea kama hodari katika kushauri. Alikuwa ana hekima, alikuwa anafikiri na alikuwa anakiri kabisa kwamba hili jambo nikipata muda nitalifikiria vizuri, alafu nitakurudia mkurugenzi. Kwa hiyo katika uongozi wangu kama mkurugenzi nilimtegemea kama mahali ambapo ningepata mashauri ya kufanya kazi ya Mungu iende vizuri. Kuna vitu kadhaa tumevifanya katika idara kweli mimi nikiwa mkurugenzi, lakini unajua kabisa jambo hili mawazo yametoka mahali fulani. Na alikuwa anajali, ana upendo. Kwangu alikuwa na umri mkubwa kidogo na alikuwa na uzoefu zaidi kiuongozi. Nimemkuta ofisini, lakini hakunionyesha kama wewe umekuja sasa hivi. Alinipa heshima kama mkurugenzi. Wakati mwingine mimi ndio nilikuwa nataka nionyeshe, kwa sababu nilikuwa mwanamke wa kawaida, wao wakiwa viongozi wangu. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwaonyeshe kwamba lakini mimi ni mmenizaa nyinyi. Yeye alikuwa anaendelea kusema wewe ni mkurugenzi, kwa hiyo tutakusikiliza. Mawazo anayokupa Mungu, maono anayokupa Mungu, sisi tutashirikiana na wewe na tutaifanya kazi ya Bwana. Alipoamua kustaafu, aliomba, na kwa kweli aliposema anataka kuondoka kwenye idara, binafsi niliona asiondoke, kwa sababu wote niliowakuta mwanzoni, makamu alikuwa Mama Ishmendi Swai, baadaye aliomba kupumzika ili aweze kumuuguza mzee, lakini alikuwepo pia aliyekuwa katibu mkuu Mama Josephine Manda, na yeye aliomba kupumzika, alikuwa ameshafika umri wa miaka 72. Kwa hiyo niliowakuta ofisini yeye ndo alikuwa amebaki. Kwa hiyo niliogopa sana kufikiri akiondoka itakuwaje. Ndiyo namna ambavyo alikuwa tegemeo, lakini hata alipoamua kuondoka aliendelea kuwa tayari. Tukimuuliza ushauri fulani anakuwa tayari. Tukimuomba labda kwenye kongamano hili tutaomba uje ufundishe labda wake za wachungaji, alikuwa tayari. Na tukimualika kufanya kazi yoyote ya idara alikuwa tayari. Kwa hiyo japokuwa aliondoka kwenye nafasi, hakuondoka kwenye huduma, aliendelea kumtumikia Mungu. Sisi huduma yetu wanawake ni maombi kimsingi. Kwa hiyo kama mwanamke wa WWK alikuwa amejaa vizuri kwenye eneo la maombi. Kwa hiyo hata mkiwa mnaandaa kazi au kuna masuala ya kushughulikia, alikuwa mstari wa mbele kushirikiana kwamba tuombe ili tumuone Mungu. Lakini mbili, alikuwa mtoaji. Idara yetu sisi ya wanawake tunatembelea huo mguu wa maombi, lakini pia mguu wa pili ni utoaji. Kwa hiyo alikuwa mwaminifu sana, viwango vyake vya utoaji vilikuwa vya hali ya juu. Alikuwa anajali sana utoaji wa mafungu ya 10, akifundisha ulikuwa unaweza kuona. Lakini alikuwa anajali sana utoaji wa sadaka ya kumheshimu Mungu. Na alifundisha, na ungeangalia maisha yake ungeona alikuwa anaishi kitu anachofundisha. Alikuwa mtoaji kwa watu. Unajua Biblia pia inasema wapeni watu vitu. Katika eneo hilo pia daraja yake ya utoaji ilikuwa iko juu sana. Ni mwepesi mno kumpa huyu kitu, kumpa huyu kitu, kubaini hapa kuna uhitaji fulani, lazima kujitoa. Kwa hiyo alikuwa ni mtoaji binafsi. Kama mtunza hazina alikuwa anatuongoza vizuri kama idara kwenye eneo la utoaji, lakini pia kama mwanamke yeye mwenyewe alikuwa mtoaji. Hata mimi ni mmoja wa watu ambao amewahi kunibariki kwa namna nyingi tu katika kipindi ambacho tulitumika pamoja. Amini, pengine kutokana na mchango wake wa huduma, lakini pia kwa maisha yake ya kawaida, kifo chake kimekuwa ni cha ghafla, lakini tujifunze nini sisi ambao tumebaki kama wanawake, lakini pia kama wenye safari ya kwenda mbinguni? Tujifunze kwamba wakati tusiodhani, maandiko yanasema sana siku tusiodhani mwana wa Adamu yuaja. Kwa hiyo kwa namna hii tunajifunza kuja kwa Bwana kunaweza kuja mawinguni kama ilivyoandikwa, lakini kuja kwa Bwana inaweza kuwa mtu binafsi kujiliwa na maisha yake hapa kuisha, akatwaliwa kama hivi ambavyo dada yetu ametwaliwa. Kwa hiyo mimi binafsi msiba huu
umenikumbusha au kunihimiza au kuniita kuongeza umakini wa kumwishia Bwana. Yaani kuongeza umakini wa kuishi maisha matakatifu, umakini wa kuhakikisha mahusiano yangu na Mungu yako vizuri, umakini wa kujiandaa. Nina vitu viwili huwa nawaza. Natamani Bwana akinijia anikute tayari, kwa maana ya kwamba sijajichafua, nikijichunguza na kufanya matengenezo ya maisha yangu, nikijitakasa, maana maandiko yanasema watakatifu wazidi kutakaswa. Lakini pia natamani Bwana akinijia anikute ninafanya kile ambacho ameagiza nifanye. Kwa hiyo mimi kama mwanafunzi wa Yesu ninajua liko agizo kuu, kuendelea kuhubiri Injili, kuendelea kuwashirikisha watu ambao hawajaokoka habari njema za Yesu, lakini agizo kuu linahusu pia kuwafundisha wengine kuyashika yale ambayo Bwana alituagiza. Kwa hiyo kwa kufundisha, lakini pia kwa kuishi maisha ambayo watu wengine wanajifunza, kwa sababu leo tumeona maisha ya Mama Neema Seng'enge yalikuwa yanafundisha hata kuliko maneno yake. Kwa hiyo na mimi nimetiwa changamoto kwamba niwe mwalimu wa kuwafundisha watu namna ya kuishi na Kristo kwa maisha. Kwa hiyo msiba huu umenipa changamoto hiyo ya kukaza kumpenda Bwana, kukaza kumtumikia, kukaza kuishi maisha ya Bwana. Pengine la kumalizia, alama gani ambayo ameiacha kwenye WWK kama kiongozi, lakini pia kama mama mchungaji? Ameacha alama nyingi, labda niongelee chache. Moja aliyoiacha ni kwamba katika huduma yake ya kulea wanawake vijana, kuna mwanamke kijana amehusika pia kumlea huyu mama mtunza hazina wetu mkuu, Mama Tabitha Benki, kwa sababu alipokuwa chuoni alikuwa mshirika wao yeye na mume wake, na wakamchunga akiwa chuoni, wakaona vipawa vyake, wakaanza kumlea katika huduma, wakamfanya katibu wa kanisa, wakamfundisha kazi ya Mungu. Nataka kuamini walipoanza kumweka katika huduma, sio kwamba alikuwa ameiva kila kitu, kwamba waliendelea kumkuza katika utumishi mpaka baadaye Mungu akamfunua kwa uongozi wa taifa kwamba huyu mwanamke anafaa kuwa kiongozi. Unaweza kuona viwango vya Mama Seng'enge ndani ya Mama Tabitha Benki. Lakini pia miradi ya WWK alifanya kwa bidii sana. Uanzishwaji wa hizi shule alikuwepo, shule ya Faraja Sia, kituo cha watoto cha Kabuku, na alikuwa kwenye hii kamati kwa karibu. Kama nilivyosema, alikuwa mtu wa fikra, yani think tank, napenda kumfikiria hivyo. Yani ni mtu ambaye utamwambia mambo ya huduma na kesho atakujia kwamba nimewaza, nimepata hivi, nimeomba na shauri. Kwa hiyo kusema kweli, kuna mambo mengi katika idara yetu yaliyotokea katika kipindi cha uongozi wake, ana mchango mkubwa. Amen. Asante ma. Amina. Asanteni. Yes, tuko hapa nyumbani kwa mchungaji Ray Seng'enge ambapo imefanyika ibada nzuri ya faraja, na tunaendelea kuzungumza na viongozi ambao wamefika hapa. Tumekuwa na viongozi wa WWK, lakini pia niko hapa na mkuu wa chuo cha Acts pale Dodoma. Tutapata kuzungumza naye pia mawili matatu, anaelezeaje, wanazungumzaje maisha ya Mama Neema, yale ambayo atajifunza, lakini atamkumbuka kwa yapi. Bwana asifiwe. Amina. Pole ni kwa msiba. Asante sana. Kipi ambacho umejifunza kwenye maisha mazima ya Mama Neema? Mimi ninaitwa mchungaji Immaculate Nigula. Wamezoea kuniita Dr. Emma au Dr. Nigula. Ni rais wa seminari yetu nzuri sana ya Africa's Continental Theological Seminary. Tunaita ACTS. Iko pale Dodoma. Ni seminari ambayo inatoa shahada ya uzamili, yani masters, na uzamivu, yani doctorate kwenye masomo ya huduma na theolojia. Kwa kweli kuna mengi, lakini pengine moja kubwa kama ambavyo nilitangulia kusema awali, ni namna ambavyo Mama Neema aliweza kubalance maisha yake ya familia, ya ndoa na utumishi. Kama kiongozi mwanamke, mimi ni kiongozi mwanamke. Sasa kama kiongozi mwanamke, kule kuweka uwiano unaotakiwa
kwenye maisha ya kuiangalia familia na kufanya utumishi kwa bidii na vyote vikakaa sawa, ni jambo linalohitaji nguvu kubwa, na Mama Neema amelifanya hilo kwa ufanisi mkubwa sana. Lakini pia nimejifunza sana kwake kuhusiana na utulivu. Yule mama alikuwa ni mtu mkimya. Usingeweza kujua kama anaongea na usingemkaribia, usingejua vitu ambavyo amevibeba. Lakini unapomkaribia unagundua ni mwanamke kiongozi aliyebeba vitu vikubwa ambavyo vinamjenga kiongozi mwingine anayekuwa. Mimi naweza nikajihesabu kwamba kwake mimi ni kiongozi kijana, mwanamke kijana ambaye nimemfahamu nikiwa nachipukia kwenye uongozi. Nilipata nafasi ya kumtazama katika utulivu wake na uwezo wake mkubwa wa kufanya mambo makubwa katika utulivu, na yakatokea. Nimemfananisha na maji yenye kina kirefu, maji ambayo yana uwezo wa kubeba vitu vikubwa japo yanaonekana kama ni maji matulivu. Kwa hiyo nimejifunza sana kwamba inawezekana ukawa na hali ya utulivu wa ndani na ukatekeleza mambo makubwa ambayo yanamletea Mungu heshima. Lakini nimejifunza pia jambo la tatu kubwa kwamba umaliziaji wake. Mama Neema Seng'enge kuna wakati alifanya maamuzi ya kuachia nafasi ya uongozi wa taifa wa WWK, na tumemsikia mkurugenzi wetu mkuu akisema kwa hiari yake na kwa heshima kabisa alitaka wawepo viongozi wengine wanaoinuka. Namna alivyolifanya kwa heshima mimi limenifundisha kwamba finishing, umaliziaji, kumaliza kwenye nafasi fulani ya uongozi au utumishi, namna ambavyo kunaweza kufanyika kwa utulivu na kwa heshima pasipokuwa na mitikisiko. Ndivyo alivyofanya, na mimi kama kiongozi ambaye anaendelea kukua katika uongozi nimejifunza hilo kwamba naweza nikafika hatua ya zile hatua zangu za umaliziaji katika kila eneo ambalo Mungu ananipa, basi Mungu anipe neema ya kumaliza kwa utulivu na kwa heshima na kwa kufuata taratibu. Ndio ambao nimejifunza kwa mchungaji Mama Neema Seng'enge. Kama nilivyosema kuna mengi, lakini pengine niseme hayo. Sisi tunaendelea kuzungumza na waombolezaji ambao wamefika hapa nyumbani, na moja ya watu ambao ni wa muhimu sana ambao wamefika hapa, viongozi wa idara ya WWK. Kama ambavyo tumesema, marehemu alikuwa ni kiongozi wa WWK kwa miaka mingi, nafasi ya uwazini, lakini pia na makamu mkurugenzi amefanya kwa miaka mitatu. Na hapa niko na mchungaji Beatrice, huyu ni katibu mkuu wa idara hii ya WWK. Anazungumziaje maisha ya mama, lakini pia yapi ambayo ameacha kwake kama alama. Mama, shikamoo. Marhaba, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe. Poleni na msiba. Asante sana, tunamshukuru Mungu. Ninachoweza kukisema ni yale ambayo karibu nitakuwa narudia ambayo watu wengi wamesema. Kwanza kabisa, kitu ambacho ninajifunza kwa Mama Neema, alikuwa mcha Mungu. Yaani alimpenda Mungu kwa dhati, ile ya kumjua Mungu kibinafsi na kumpenda, na kwa maana hiyo akawa anamtumikia. Kwa hiyo najifunza, ninachokikumbuka kwa huyu mama ni uchaji wake kwa Mungu, lakini pili, upendo pia kwa Mungu, tatu, commitment yake kwa Mungu. Alimtumikia Mungu kwa dhati bila kujisaza, lakini pia aliwatumikia watu wa Mungu kwa bidii na kwa uaminifu. Kwa hiyo alijitoa mno kuwatumikia watu kwa kupitia nafasi ambayo Mungu alimpa kama kiongozi wa idara. Mimi nimfahamu muda mrefu sana akiwa mtunza hazina mkuu tangu 2002, 2003 mpaka hapa. Nimfahamu akiwa mtunza hazina, bado na umri wakati tu mama mkubwa wakati. Alikuwa anampenda Mungu, mwenye tabia ya utaratibu, kama ni kiongozi anayefikika na watu wa aina zote. Kwa hiyo alikuwa, mimi pia niwahi kufahamu mtunza hazina wa jimbo. Kwa hiyo akiwa mtunza hazina mkuu, si watunza hazina wengine tulikuwa tunaweza tukamfikia kirahisi. Lakini na aliendelea na hiyo nafasi, baadaye mimi nikawa mkurugenzi wa jimbo, bado alikuwa ni kiungo cha muhimu sana. Na kingine mimi katika maisha yangu binafsi ambayo nilijifunza, nilivyochaguliwa kuwa kiongozi wa kitaifa kama katibu mkuu, nilivyokutana na yeye mara ya kwanza, alinitia moyo kwa maneno ambayo
Hakuna mtu mwingine aliweza kuniambia. Yeye akanipa nguvu ya kusonga mbele na kufanya vizuri kama kiongozi. Na ilikuwa kila wakati wa mkutano mkuu ukiwa kama katibu mambo ni mengi. Kwa hiyo unashika hiki, unafanya hiki, mambo ni mengi, lakini yeye alikuwa anakaga mbele pale pamoja na viongozi wengine. Na mwisho wa siku ataniambia, Beatrice, anakutia moyo, anakuambia umefanya vizuri, umejitahidi na kuombea, unaweza. Yaani anakutia moyo kama kiongozi, atakutamkia maneno mazuri. Na kuna kipindi pia mara ya mwisho mwaka jana kwenye kongamano, kuna kitu fulani kilitokea pale hivi, baadaye akanitia moyo na akaniambia vile ilivyokuwa, na akaniambia kwa hiyo mimi nilifanya 1 2 3, yeye mwenyewe yani kwa ajili yangu afanya 1 2 3. Nikamshukuru sana. Kwa hiyo kama watu walivyosema, alikuwa hana madaraja ya watu. Aliwapenda watu wa chini, aliwapenda watu wa kati na watu wa hali zote, kihuduma, kiuchumi, kijamii, yani hakuwa na madaraja. Yani labda yale madarasa kwamba huyu anawapenda hawa wapendi, anawaweka watu kwenye magrupu. Yeye alikuwa anawapenda watu wote. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana nilijifunza, na mimi kama kiongozi na mke wa kiongozi ninajifunza mambo ya msingi ya namna gani uwe kiongozi bora mwenye kuacha alama. Lakini pia ni kitu kingine ambacho najifunza, yeye amegusa maisha ya vijana, na kanisa sasa ni vijana na watoto. Asilimia kubwa ya sensa inaonyesha vijana na watoto ndio asilimia kubwa. Huyu mama anatufundisha kama viongozi na wake za viongozi kuwashika vijana kama future ya kanisa na future ya taifa. Kwa hiyo hiyo pia imenipa challenge kwamba lazima tuwekeze kwa vijana na watoto kwa hali na mali, lakini pia kuinua vijana kwenye huduma kwenye kizazi kipya. Kwa hiyo na hiyo kama kiongozi na mke wa kiongozi, na mimi nimejifunza kitu kama hicho, na kitu yake pia ya utoaji bila kujisaza. Kwa maana kwamba tunajifunza ukiona ustawi wa maisha yao, kuna mahali mtu anapanda kwenye udongo ambao una rutuba na unatoa mazao. Kwa hiyo na mimi nijifunza kwamba usiangalie vitu usema Mungu ana upendeleo, principle. Mwenzetu alikuwa anapanda, kwa hiyo anavuna. Ningeweza kusema mambo mengi sana, lakini kikubwa kweli ni kishindo kikubwa kimetokea. Kuna mtu mkubwa muhimu wa maana ameondoka, kimetokea kishindo kwa kweli. Nyakati gani ambazo tazikumbuka kwenye maisha yenu ambao mmetumika kwenye kipindi kile ambacho alivyokuwa kwenye utumishi, lakini pia hata baada ya kustaafu? Kuna nyakati ambazo unasema hizi nyakati nazikumbuka na zitamani kama angekuwepo leo zijirudie tena? Mimi nakumbuka nyakati zake, alikuwa akipewa vipindi vya kufundisha. Alikuwa anafundisha ujasiriamali, anawafundisha wanawake kuwa na maisha ya uthubutu bila kuwa na hofu, kwanza mahali popote. Atufundisha wengi sana masuala ya ujasiriamali na yani kuzalisha na kuwekeza. Kwa hiyo mimi kwa kweli nilivyotoka pale ni sikuwa na maisha tena ya tegemezi. Najua kuwekeza na kuzalisha kwa sababu, lakini kweli mimi ni modo wangu, naweza kusema kama mke wa kiongozi, na yeye mke wa kiongozi na bado ni kiongozi, naweza kujifunza hicho kitu. Kwa nakumbuka masomo yake alikuwa anafundisha ujasiriamali, maisha ya ndoa, kama hasa kwa familia za kitumishi, na yani hivyo utoaji, kazi na mafundisho yake aliyokuwa anafundisha. Lakini pia alikuwa anatupa ushuhuda vile anavyozalisha, lakini pia na ukarimu wake. Kwa kweli alikuwa ni mkarimu. Tumevuna vingi sana kwenye bodi alivyokuwepo. Wakati akiwepo tumevuna sana kabisa. Nikushukuru sana mama. Asante sana.